Lakini Mtume alipata kazi yake ya kwanza kafanya kwa mshangazi Mama Khadija. Yani mtu anaona kama tu si maana mshangazi, maana mwanamke mkubwa anampenda kijana mdogo, au sio? Maana yake kwani Mama Khadija na Mtume mkubwa nani Kwa istilahi ya matumizi ya mshangazi, Khadija mshangazi, sio mshangazi. Usishtuke. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir la'inir rajim. Bifadlillahi bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa radiyallahu ta'ala an sahabatihi al-bararatil muttaqin. Amma ba'du, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Ikhwani fillah, kuna clip ambayo kwamba nilipata jana ya bwana mmoja ambaye kwamba anafahamika kwa jina la Muharram Ziwanda. Katika klipu hiyo alikuwa akizungumza mazungumzo ambayo kwamba fima yabdu kwamba ilikuwa inafungamana tafsiri ya Qur'an. Basi akaropoka akasema ya kwamba akataja neno mshangazi, karopoka neno mshangazi katika majlis ya tafsiri. Kisha baada ya kuropoka neno hilo akasema neno hili hata katika Qur'ani lipo. Akapiga mifano yake mwenyewe aloipiga ambayo kwamba sio mahalu shahid tunapokusudia ni hapa. Akazungumza aliyezungumza akasema hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alioa mshangazi ambaye kwamba ni Khadija. Khadija alikuwa ni mshangazi. Taban maneno kama haya yameleta taharuki kubwa katika mitandao ya kijamii. Ni maneno ambayo kwamba yameleta ghadhabu kubwa na makasiriko makubwa katika safu za Waislamu, katika safu za waumini, kuanzia mashekhe mpaka watu wa kawaida. Basi kwa muktadha wa taharuki hiyo ambayo kwamba iloletwa na maneno ya kishenzi haya bwana Muharram Ziwanda, baadhi ya ikhwa wakaniomba niweze kuyaweka sawa maneno kama haya. Hakikatan katika masiku kama haya, kwanza afya yangu haiko sawa, lakini thania siku kama hizi nilikuwa niko busy sana kushughulika kusahihisha ama kukihariri kitabu changu kipya ambacho kwamba nimekiandika. Hiki kinaitwa Al-Quh Al-Mukhawwara Sharh Nazmi Muthallath Qutrub. Hii ni kitabu nimeandika ambacho kwamba ni sharhi ya Muthallath Qutrub, na toka wiki hii ilipoanza nilikuwa tayari nimekichuma kwa kibaru ulama, kwa wanazuoni wakubwa wa Misri, wa Omani, wa Jordan, wa Mali na sehemu zingine, nchi zingine. Nilikichuma kwa lengo la kupata mulahadhati zao, masahihisho yao na baadhi ya mapendekezo ya ulamai kama hao. Kwa hivyo toka nilipokichuma sasa imekuwa kila siku nikipokea baadhi ya masahihisho, baadhi ya mapendekezo, na mimi nimekuwa nikiyafanyia kazi, kuyafanyia tafiti na vitu kama hivyo katika njia ya kukihariri kitabu hiki. Kwa hivyo sikuwa naweza kufanya kitu kingine chochote katika masiku haya kukatisha kazi kubwa hii ambayo kwamba nilikuwa naifanya. Lakini baada ya kueleza suala kama hili na kuona uzito wa heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na uzito wa heshima ya ukeze Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nimeshindwa kuvumilia, pamoja na kuwa jadwal la kazi zangu za hapa maktaba ni nyingi, lakini nimeamua kulisimamisha na niweze kuliweka sawa suala kama hili. Ndugu zangu Waislamu, Sayyida Khadija radhiallahu ta'ala anha wa ardaha, kwanza tuanze naye kumweleza Sayyida Khadija kabla hatujaja kulichambua neno hili mshangazi na matumizi yake. Sayyida Khadija radhiallahu ta'ala anha wa ardaha ni katika wakeze Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na sote tunafahamu ya kwamba wakeze Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mama zetu sisi kama waumini. Mola subhanahu wa ta'ala anasema katika Al-Qur'an Al-Karim katika surati Al-Ahzab aya ya 6, baada an a'udhu billahi minash shaitanir rajim,
An-nabiyyu awla bilmu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, nabii mtume ni aula zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao, ni bora zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao, na wakeze mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mama zao. Na katika hao wakeze mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambao kwamba ni mama zetu ni As-Sayyida Khadija radhiallahu ta'ala anha wa ardaha, bali yeye ndiyo mke wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa mwanzo, bali yeye ndiyo mke ambaye kwamba aliyemzalia watoto mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiki kizazi tunachokiona sasa hivi cha mtume Muhammad, hawa ahlul bait ambao kwamba tunaona wamezaliana mpaka sasa hivi, wametokana na kizazi cha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa As-Sayyida Khadija radhiallahu ta'ala anha wa ardaha. As-Sayyida Khadija ndiye mwanamke ambaye kwamba aliyejitolea mali zake kumpa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alimpa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kuiendesha da'wa. Alimpa wakati watu walipomnyima. Hata siku moja Sayyida Aisha radhiallahu ta'ala anha wa ardaha alipoleta wivu kunako mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Sayyida Khadija, hata baada ya kufa kwake, mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, wallahi inni ruziqtu hubbaha, nimeruzukiwa mimi na Allah mapenzi yake. Mapenzi yake kwa mtume, kwa Khadija, ni riziki kutoka kwa Allah. Lakini katika riwaya nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, wallahi Mwenyezi Mungu hajanipa badali ya mke bora zaidi ya Khadija. Lakini katika hadithi aliyopokea al-Imam Ahmad katika Musnad, mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alichora mistari minne, kisha akauliza masahaba, mnajua hii mistari minne nini? Wakasema hapana. Akasema, khayru nisa'i ahli aljannati Khadija bintu Khuwailid wa Fatima bintu Muhammad wa Maryam bintu Imran wa Asiya bintu Muzahim. Akamwambia maana hii mistari minne ni kwamba bora zaidi ya wanawake wa peponi ni Khadija bintu Khuwailid, mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na Fatima bintu Muhammad, mtoto wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binti yake, na Maryam bintu Imran na Asiya bintu Muzahim. Idhan fadla za mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam Khadija ni kubwa zaidi kuliko ubora wa wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam wote, pamoja na kwamba wote wana heshima moja kwetu sisi. Lakini huyu, kulingana na riwaya zinavyoonyesha, alikuwa amewashinda wenzake, kama riwaya zinavyoonyesha katika vitabu vyetu vya hadithi tulivyopokea kutoka kwa ulama wetu. Sasa huyu mke wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajibu wetu sisi kwake nini? Wajibu wetu sisi kwake ni kumpenda, ni kumheshimu kama mama yetu, kama Qur'ani inavyoeleza, wa azwajuhu ummahatuhum, wakeze mtume ni mama zao. Hii ni nukta ya kwanza katika mazungumzo yao. Baada ya kuwa tushamuelewa As-Sayyida Khadija radhiallahu ta'ala anha wa ardaha, tunakuja katika neno hili mshangazi ambalo kwamba amelitumia Bwana Muharram Ziwanda. Sote ndugu zangu tunafahamu ya kwamba neno mshangazi ni katika yale maneno ambayo kwamba huwa ya kuzuka, ya kuvuma kwa misimu, ambayo kwamba baadhi yao huwa yanabaki, baadhi yao huwa yanapotea. Nafikiri yanafahamika maneno ambayo kwamba huwa mara nyingi wanayozua maneno hayo ni vijana, na maneno hayo huwa si maneno rasmi na huwa hayatumiki katika maandishi rasmi, wala hayatumiki mbele za watu wenye heshima, wala hayatumiki mbele za kuwaita watu wenye heshima au katika vikao vya heshima. Maneno kama haya ni kama neno mshangazi. Vijana utasikia wanaita, wasichana wanaita mademu, marafiki zao wanaita washikaji zao na vitu kama hivyo. Sasa haya si maneno ambayo kwamba huwa yanatumika na watu wenye heshima,
kuwa ni maneno ambayo kwamba yanatumika kwa wahuni, vijana wahuni wanaitana wao kwa wao, lakini hawezi kuwaita watu wenye heshima. Sasa katika haya maneno yaliozuka, neno mshangazi ambalo kwamba limezuka katika hivi karibuni, neno hili vijana huwa wanalitumia kwa wale wanawake ambao kwamba ni watu wazima, umri wao umepea, lakini wana uwezo wa kifedha na hawataki kuolewa, ambao kwamba huwa wanawachukua vijana wadogo kiumri na kuwatumia katika starehe zao, katika ufuska wao, pasi na kufunga nao ndoa. Hao ndio huwa wanaitwa mishangazi. Kwa vijana wanaposema natafuta mshangazi wa kunilea, maana yake anatafuta mwanamke anayomzidi umri, ambaye kwamba tayari ashajitafuta, akashajipata na maisha yake, aweze kuishi naye, kustarehe naye, na aweze kutumia mali zake, lakini huo hawamaanishi ndoa. Sasa kwa maana yoyote ile ambayo kwamba yatakuwa wanaitumia vijana, lakini si neno ambalo kwamba la heshima, si neno ambalo kwamba la heshima. Mshangazi ni kama mfano neno demu au mshikaji. Haiwezekani mathalan ukawa mbele ya rais ukasema ndugu zangu, kwa heshima kubwa, nikiwa mbele ya mshikaji wangu John Pombe Magufuli mathalan, chuko vizuri sana, au mathalan uko mbele ya rais, huwezi kusema kwa heshima natambua uwepo wa mshangazi fulani hapa. Huwezi kusema neno kama hilo mathalan. Huwezi kusema natambua heshima ya mshangazi fulani, hapana, kwa sababu si neno ambalo kwamba la heshima. Sasa kama si neno ambalo kwamba si la heshima, ambalo kwamba kwa watu wa kawaida, viongozi wa kawaida, huwezi kulitumia. Tutoke katika safu za viongozi, ni neno ambalo kwamba huwezi kulitumia kumuita mama yako mzazi. Sidhani kwamba kuna mtu yote mwenye akili sawasawa ambaye kwamba anaweza kumuita mama yake mzazi mshangazi. Yani kwa mathalan umeenda katika kikao cha familia, bwana mimi nimekuja hapa nimeongozana mathalan na mke wangu, lakini pia nimeongozana na ule mshangazi uliokaa pale ambao kwamba ni mama yangu mzazi. Salala, watu watakuona dishi limeyumba, watu watakuona hamnazo, watu watakuona kuna fuse ambayo kwamba imepiga shoti katika akili yako. Unamwita mama yako mzazi mshangazi. Lakini neno ambalo kwamba huwezi kumuita khalati yako wala sister yako wala mtu yeyote wa heshima, huwezi kumuita mshangazi. Kama ilivyo huwezi kumuita babako kwamba ni mshikaji na mfano wake, kwa hoja ya kwamba ni maneno ambayo kwamba wanayotumia vijana. Sasa tunatumia lugha za vijana ili kuelewana nao. Hakuna kitu kama hicho. Si kila wanachokitumia vijana kwamba na sisi kama mashehe, kama duati tunaweza kutumia katika kufikisha. Hapana. Kwanza membari zina heshima yake, majalisi za ilmu zina heshima yake. Si kila maneno unaweza kuitumia katika membari ya Uislamu, katika membari ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunaelewana vizuri sana. Vijana ndio inabidi waige kutoka kwetu sisi walinganizi, sio sisi tuige kwa vijana. Sisi ndio iwe tuwe kudwa, tuwe kelelezo, sisi tuwe role model kwa vijana, sio vijana ndio wawe role model kwetu sisi. Hatuwezi kuwafanya vijana kuwa ndio role model wetu. Sisi tunaelewana vizuri sana. Sasa kwa muktadha kama huo, kumuita mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mshangazi ni kumkosea heshima mke wa Mtume, lakini ni kumkosea heshima Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo tunamnasihi bwana Muharram Ziwanda afanye istighfar
kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumkosea heshima mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au bi'udhuru kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa Saida Khadija, lakini aombe radhi kwa waumini ambao kwamba na Waislamu ambao kwamba alowakera na kuamsha hisia zao na hasira zao kwa kumkosea mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam heshima katika mimbari ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi lao Mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa hai, ungeweza kumnadia mke wake kumwita mshangazi? Mshangazi. Alafu kisha baada ya hapo nilisikia usiku jana, nimetumia audio moja na kuna audio moja ambayo kwamba nilitumia jana, ambao kwamba inaonyesha kuna mmoja katika ikhwa fulala ambao kwamba alimnasihi Muharram Ziwanda ya kwamba bwana unaosema haya si sawa na mfano wake. Basi hiyo audio ni ya Muharram Ziwanda, ametoka akiwa anabarir, akiwa ana tetea yale maneno ya hovyo ambao kwamba aliyosema dhidi ya mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunamwambia kwamba maneno aliyosema si sawa, wala si ujanja, wala si kuonekana kwamba ni msomi sana ukija kuyabariri yale maneno. Hapana, bali unazidi kujididimiza. Sawa ni kuja kuomba radhi. Huwezi kumuita mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mshangazi. Kama neno hili waliona ni sawa, muite mama yako, muite nyanya yako, muite khalati yako, lakini kwa wake za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wake zake ni khatun ahmar, ni mstari mwekundu. Kwa hivyo maneno kama haya tumeyasema ni difa'an an irdhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, difa'an an irdhi zawjati nabii sallallahu alaihi wasallam. Tumesema kwa ajili ya kutetea heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumesema maneno haya kwa uchungu mkubwa kwa ajili ya kutetea heshima ya mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huwezi kabisa kumuita mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mshangazi. Hapana. Na sisi tukakaa tu tunanyamaza kwamba aliyosema haya ni Muharram Ziwanda. Eti sasa kuna ubaya gani katika hiyo klipu? Asema kuna ubaya gani shangazi ukiongeza na M ikawa mshangazi? Kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani? Una akili sawa sawa? Hujui tofauti baina ya shangazi na mshangazi? Mshangazi, shangazi ni shangazi, umeongeza M, mshangazi. Nikwambie wewe Muharram Ziwanda na akili zako hizo, mtu toa ile M weka J, inakuwaje? Jitu, si ndio? Kwa hivyo jitu na mtu ni sawa sawa. Ndugu zangu mnaonifuatilia, mtu na jitu ni sawa sawa. Huyu, hili, huyu ukatoa hii ukasema hili ni sawa sawa. Yule ukasema lile ni sawa sawa. Ni sawa sawa. Eti shangazi, mshangazi. Mshangazi ni kama kusema jitu, ni kama kusema hili, ni kusema lile. Manake kuna shangazi na kuna mshangazi. Mshangazi manake ni jana jike ambalo kwamba limetoka, yani manake ni jitu zima ambalo kwamba yafaa vijana wadogo waliite shangazi, lakini limetoka katika zile akhlaqiyati za kishangazi likaitwa mshangazi kwa akhlaqi zake mbovu. Ni kama unavyoita sema huyu ni mtu, ukasema hili ni jitu, lile yule, tofauti. Yani kitu ambacho kama vipimo vya kawaida tu, hata hatuhitaji kufungua vitabu hivi vilivyoko hapa wala kitu kingine chochote. Haihitaji elimu, kitu ambacho kama kiko wazi tu. Lakini haya ndiyo madhara ya watu kuto kupokea ilmu kutoka kwa ulama. Haya ndiyo madhara ya watu kuto kupata tarbia kutoka kwa ulama. Wallahi sina zaidi ya haya, lakini tu ni wanasihi sana duat kwamba chungeni sana maneno yenu wakati mnapozungumza. Si kila maneno unaweza kuyasema katika mimbar.
kama anavyosikia baadhi ya watu huwa katika membari wanaropokwa tu, sitaki kuwataja majina, lakini wanafahamika. Sasa baadhi ya vijana wanaochipukia katika dawa wanafikiri kwamba yale ni sawa, kwa sababu wale ni watu wazima. Yale si sawa, ni makosa. Membari ina heshima yake, membari ina maneno yake ambayo kwamba unafaa uyaseme. Kwa hivyo tuchunge sana maneno yetu. Unaweza ukatoka katika Uislamu hivi hivi. Kwa hivyo tunamuomba Bwana Muharram Ziwanda aombe radhi. Waislamu umekasirika sana, maneno yale yameudhi sana sana tu, wala hatuwezi kumfumbia macho, hatuwezi kuyafumbia macho, kwa sababu aliyosema ni Muharram Ziwanda. Wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Hadha wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.